Yametushinda kufahamu mapendo yake Mungu kwetu. Mapendo haya yanapita mapendo yetu sisi watu. Alimtuma Bwana Yesu kutoka kwake mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Mungu mwenye pendo kubwa, unifundishe kukupenda, nipende vile watu wote namna unavyonipenda. Nataka sana Bwana Yesu mapendo haya makubwa yanisukume kukufuata, kukupendeza daima. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Leo kama nimeimba wimbo huu, ni kati ya nyimbo ambazo babangu mzazi alikuwa akizipenda sana. Kila wakati ulipoko kwenye maombi alikuwa akiimba nyimbo hizi. Tarehe kama leo tarehe 16 ni tarehe kwetu katika familia ya Ngoi, ni kama tarehe sikukuu ya kukumbuka kifo cha baba yetu ambaye ni hayati mzee Albert Mtombo Ngoi. Lakini ninao mengi sana ya kuweza kusema kama nilivyosema hapo awali, ila tunamkumbuka baba kwa mema, kwa upendo wake, kwa ukarimu wake, ucheshi wake, pamoja na misaada ambayo alikuwa anaweza kutusaidia sisi watoto wake pamoja na watu wengine. Ni mtu ambaye alikuwa anajali sana, alikuwa hawezi kukubali kuona mtu anateseka na akiwa na pesa. Alikuwa anafikia hatua kujinyima yeye ili aweze kuwasaidia watu wengine, sisi watoto wake pamoja na watu wengine. Kwa hiyo nimeongea mengi sana hapo live, lakini kwa sasa acha niongee maneno mawili tu. Neno la kwanza, alikuwa akiniambia kwamba mwanangu, mheshimu Mungu na ogopa maisha ya dhambi, Mungu hazihakiwi. Katika kumheshimu Mungu, Mungu atakuletea atakupa matunda mazuri sana ya wokovu. Lakini kitu cha pili, alikuwa zamani nilikuwa nikinungunika sana wakati alipokuwa ananiambia nisifanye biashara bali nimtumikie Mungu. Nakumbuka kuna wakati alileta zawadi katika familia, lakini mimi tu ndo nilikabidhiwa Biblia, wengine wakakabidhiwa mitaji pamoja na mavazi, lakini mimi nikakabidhiwa Biblia. Niliona kama ni unyanyasaji fulani, na kila nilipokuwa namsisitiza nahitaji nifanye biashara, akaniambia biashara sio fani yako, wewe mtumikie Mungu. Sikuelewa, lakini leo 99% ya maisha yangu inabebwa na huduma. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, na namshukuru babangu mzazi kwa kuvuviwa na Mungu kunielekeza katika njia ya kumjua Mungu. Leo mimi ninaheshimiwa na kila mtu. Ninaheshima, ni mtu ambaye si mtu wa kawaida kutokana na mashauri ya babangu mzazi. Ninamshukuru na naendelea kumpenda, nitaendelea kumpenda milele. Mungu wa mbingu na nchi endelee kumwangazia nuru ya milele, na yale aliyoyasema tunaendelea kuyakumbuka. Basi katika yote ndo hayo ambayo nilionayo. Mungu awabariki familia Ngoi. Chao, Mungu awabariki.